Hello. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A-level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo tupa Dar es Salaam, karibuni nyote. Ni kweli kwamba mawakili wasomi waandamizi 5 na wakiwakilisha mawazo ya wengine wengi wanasheria ambao ni wadau wa michezo, lakini vile vile ni watetezi wa haki za michezo pamoja na haki zingine za binadamu, wamewasilisha leo asubuhi barua ya malalamiko, lakini ndani akiwa na maombi vile vile kumwomba msajili wa vyama, mashirikisho na taasisi za michezo ndani ya Baraza la Michezo la Taifa BMT. Kwa kifupi tunaomba asitishe kwa muda au asitishe hadi pale masuala ya kikatiba ya kisheria yatakapowekwa wazi kuhusiana na uchaguzi, mchakato wa uchaguzi unaoendelea wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF, kwa sababu tumebaini limekiuka katiba yake yenyewe, limekiuka sheria, limekiuka kanuni, lakini hasa sera ya michezo na katiba ya nchi ya mwaka 1977 ambayo ndio bezi au mwongozo wa sheria zetu nchini. Kwa hiyo tumepeleka hayo malalamiko baada ya kubaini kwamba Baraza la Michezo linapaswa kuzisimamia hivi vyama vyote ikiwemo michakato yake ya uchaguzi. Yaani ikiwemo michakato ya uchaguzi kivipi kwenye eneo hilo? Nikimaanisha kwamba BMT inawajibika kuangalia michakato ya uchaguzi ya vyama vyake na hasa viwe vimefuata utaratibu wa kisheria ikiwemo kanuni zake na katiba zake, na pengine na hasa kabla hazijaingia kwenye chaguzi Baraza la Michezo liwe limeridhika kwamba wanaenda kwa mujibu wa sheria ambayo baraza hilo iliundwa na kanuni zake. Sasa sisi wanasheria tumegundua kwamba TFF wana katiba yao ambayo walitengeneza 2019 wakaisajili Baraza la Michezo kwa msajili wa vyama 2020, lakini mle ndani tumesoma kwa makini na tumemwambia msajili wa vyama naye asome kwa makini, apitie kwa makini. Kuna ibara mle ndani zinavunja haki za watu kuchaguliwa, na kwa msingi huo tumetoa maombi yetu kwamba katiba hiyo ipitiwe. Kwa mfano tumebainisha kuna ibara ya 30 kifungu kidogo cha 4 ambayo inazungumzia masuala ya mgombea wa urais kupata uthibitisho kutoka kwa wanachama wasiopungua 5. Lakini tumesema hii endorsement jinsi ambavyo imekaa pamoja na kwenye kanuni zake, ambako kwenye kanuni inataja kama kanuni ya 14 inaleta matatizo kidogo kwa wanachama, na hiyo kumnufaisha mgombea mmoja ambaye anaweza kuwa na nguvu zaidi. Lakini vivyo tumezungumzia ibara ya 30 ibara ndogo ya 4 ya katiba hiyo inaeleza na hasa ibara ya 37 ya katiba hiyo ambayo imefanywa marekebisho na kuruhusu mtu kuwa rais wa shirikisho kwa vipindi vitatu vya miaka 4, na wakati hali halisi haipo hivyo. Yaani tunachokisema kwamba katiba ya TFF
katika masuala ya ukomo wa uongozi haiendani na maelekezo ya BMT yenyewe kupitia sheria yake na kanuni zake, lakini vile vile haiendani na sera ya michezo ya taifa. Okay, wakili Alois Komba, hapo kumekuwa na taarifa kwamba kanuni ya TFF imefanywa maboresho, marekebisho. Lakini pia kwa mujibu wa marekebisho pia kwenye kanuni za FIFA inahitaji pia mashirikisho ya soka kwamba wawe na ukomo wa uongozi kwa miaka isiyozidi 12. Yaani kwamba FIFA wenyewe wana mandate kwamba mashirikisho yanapaswa kiongozi aongoze kwa miaka 12. Hauoni kana kwamba Wallace Karia huenda akasimamia msimamo wa shirikisho la soka duniani FIFA kuhusiana na ukomo wa madaraka? Naomba nikueleweshe na niwaeleweshe wananchi wengi, niwaeleweshe wadau wengi wa michezo. Kuna kichaka ambacho Karia na wenzake wanataka kujificha. Wakumbuke sheria kwanza za msingi kwao ni za ndani, zinaitwa municipal laws, sio international laws. Ukigusa FIFA umeenda kwenye international laws, na ndio kwa maana nchi ya Tanzania huwezi kutumia sheria ya kimataifa moja kwa moja. Hata kwenye sheria zetu zingine umeingia kwenye mikataba ya kimataifa huko nje, ukileta hapa ndani lazima itaridhiwa na bunge na itatungiwa sheria. Huu ni kwa mfumo wetu wa Tanzania. Nchi zingine sheria ya kimataifa inaweza kutumika moja kwa moja, na FIFA inaelewa hilo. Ina sekula zake nyingi tu za kuelezea namna gani katiba za soka ziwe namna gani, vitu gani wanaweza kuadopt toka FIFA, vitu gani wapaswa kuviadopt, waangalie sheria za ndani na usajili wake. Basically kwanza TFF ni chama cha michezo kilichosajiliwa Tanzania, na sisi tunazungumzia kwanza hizo basics za TFF kufuata kwanza usajili wao ambao wao wenyewe mbona wamegonga mihuri kwenye katiba zao za 2020. Kwa nini walienda kwa registrar? Mbona wakupeleka FIFA? Kwa hiyo tunachokisema sisi, kwanza lazima uangalie wewe umeunda chama cha mpira wa miguu au chama cha mieleka au chama cha riadha au chama chochote kile cha michezo, lazima usajiliwe na msajili wa vyama vya michezo, naye atapitia hiyo katiba na kuhakikisha inaendana na sera ya michezo, ambayo tumesema sera ya michezo hata kwenye ukomo ina formula 3-3-3 au 4-4. Ndio formula ambayo ipo kwenye sera ya michezo. Utaongoza vipindi vitatu vya miaka mitatu au vipindi viwili vya miaka 4. Ndio maelekezo. Na kama wanadhani inapingana na maelekezo ya FIFA, wao ndio wangeshachukua hatua. Kwa lolote lile. Lakini tunachokisema sasa hivi sisi tunazungumzia sheria za ndani zinazoitawala vyama vyote vya michezo ikiwemo TFF. Hapo mambo ya FIFA hayaingii. FIFA inaingia kwa sababu wao wanacheza mpira, lazima uendane na mfumo fulani unaosimamiwa na mpira wa miguu wa FIFA. Wakili Alois Komba, ndio. Lakini ukisoma vizuri pia maelezo ya FIFA, kuna sehemu inaipa mamlaka kubwa TFF kufuata moja kwa moja kanuni za FIFA, na endapo kama watakuwa na kikwazo kwenye nchi husika kutoka serikalini, basi wanaamini kwamba serikali inaingilia michezo. Kanuni za FIFA hazigongani na sera za michezo katika nchi husika. FIFA wenyewe wametengeneza kanuni ambazo lazima ziendane na masuala ya michezo katika nchi husika. Tuelewane hapo kwamba hatugongani na FIFA, na FIFA anasimamia soka. Tunachosema hizo kanuni zao wakisha adopt baadhi ya mambo kutoka FIFA, na FIFA inasema lazima ziwe democratic hizo kanuni,
hizo kanuni zinatakiwa zisajiliwe pamoja na katiba yao, zipitiwe, ziangaliwe na baraza la michezo chini ya msajili. Huyo msajili mwenyewe ana upeo mkubwa na ni mwanasheria, ana sheria za ndani na sheria za kimataifa. Yaani yeye mwenyewe ana upeo mkubwa na anaelewa. Kwa hiyo bila shaka malalamiko yenu yamefika na yamepokelewa vizuri. Sisi malalamiko yetu tunashukuru yamepokelewa. Milango ikafunguliwa, ikapokelewa, na tunatarajia BMT itafanya mchakato wake. Na kitu kimoja itakachofanya, itawatumia hata wa TFF kwamba jamani, kuna malalamiko hapo na nyinyi mna haki ya kujibu, mnalo lolote la kuzungumzia. Na ukiangalia tumechambua vitu vingi sana pale. Tumewasikiliza hata wadau wengine wengi tu wanachokizungumza na vitu ambavyo vilivyo. Kwa hiyo sisi tunachokiomba na ambacho tumekifanya, tumeonyesha tu kwamba huu mchakato wa uchaguzi una matatizo mengi, kwamba uanze upya. Una matatizo mengi ambayo kuna vitu vimerukwa, kuna vitu hata BMT sijui kama inafahamu. Sisi tumeamua kuifunulia vitu vingi. Kuna mamlaka ambayo hata BMT kupitia msajili anatakiwa atumie. Unaona, kama ambavyo uchaguzi wa 2021 ulipokamilika ni BMT hao walimwapisha huyo bwana na nini, na kuonyesha kwamba lazima utakuwa na misahafu yote mkononi. Utakuwa na ya BMT, utakuwa na ya kwako, utakuwa na hiyo FIFA. Kwa hiyo you have everything there. Unaona, lakini mwisho wa siku hakikisha sisi kama wanasheria lengo letu tu ni kwenye masuala ya haki za watu kuchagua na kuchaguliwa na watu kucheza mpira. Kwa hiyo tunaangalia zile haki za msingi, na hizo the right to play zipo kimataifa. Umeona Kwa hiyo lengo lenu ni mchakato wa uchaguzi uanze upya, si ndio? Lengo letu sisi mchakato uanze upya kwa kanuni sahihi zilizopitiwa na msajili. Kanuni sahihi, sheria, katiba. Umeona Kwa sababu mchakato huo uchaguzi unaonekana unawafunga pingu wagombea wengine. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy. Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo Topa Dar es Salaam, karibuni nyote.